Na tuko majira ya saa sita hivi, saa tisa saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Ni Baraka One TV na hiki ambacho kunasikiliza ni kipindi cha habari na maelezo. Katika maelezo ambayo tutakuwa tuko nayo ni pamoja na mapigano makali yamefanyika upya. Mapigano yameanza upya huko maeneo ya Kalambi. Pia vijana wa CRP waweka silaha chini huko maeneo ya Njugu, wameweza kujisalimisha baada ya kipigo kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia wazalendo waendelea kufanya kazi kubwa ndani ya jiji la Uvira, huku kukibaki tu mambo machache kuweza kudhibiti jiji la Uvira. Na pia tutasikiliza ujumbe mzito kutoka kwa meya wa jiji la Uvira, Bwana Kifara Kapenda Kiki, ambaye anasimulia mambo mengi tu kulingana na hali halisi ambayo iko ndani ya jiji la Uvira. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza unapata haya matangazo kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio yote ambayo yako yanazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na hizi taarifa kutoka huko maeneo ya Kalambi. Kalambi ni jimboni Kivu ya Kusini, ambako hiyo tarehe 11 jana hiyo kulitokea mapigano makali kati ya M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko maeneo ya ndani ya utawala wa Luhindi tarafani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano hayo ambayo wazalendo waliamsha dhidi ya magaidi wa M23. Wanasema kwamba vijiji vya Chafunda pamoja na Kalambi ndani ya grupmenti ya Irangi, silaha nzito na nyepesi, mabomu ya kutupwa kwa mikono na yale ya masafa mafupi na marefu yalisikika katika hayo maeneo, na hivyo kusababisha raia kuweza kukimbia makazi yao na kutafuta maeneo salama ya kuweza kujificha. Hali imekuwa ni mbaya licha ya uwepo wa mazungumzo ambayo yako yanaandaliwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ili kuweza kumaliza mgogoro huu wa M23, huku pia mataifa makubwa yakizidi kumalizika kwa hii vita na kutaka pande zote mbili kuweza kuacha kurushiana risasi, na pia M23 ikilazimishwa kuweza kuondoka kwa maeneo yote ambako wanayashikilia. Upande mwingine ni kwamba vijana 6 wa CRP ya Kitoma Lubanga wameweza kuweka silaha chini huko maeneo ya Njugu, tarafani Njugu mkoani Ituri, kutokana na pressure ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuzidi kupanda moto. Kikundi cha Convention pour la Revolution Populaire CRP ya Kitoma Lubanga wameweza kuweka silaha zao chini mbele ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na hivyo kuendelea kufanya kundi hilo kuzidi kupungua nguvu. Kuanzia hiyo tarehe 9 ya Januari maeneo ya Fataki, wengine pia waliweza kuweka silaha chini huko Fataki, ikiwa iko ndani ya tarafa ya Njugu mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na vyanzo vya kiusalama vinasema kutoka kwa vijana hao ni kutokana na vipigo ambavyo CRP ya Kitoma Lubanga iko inapata, na huku wakiendelea kupoteza maeneo ikiwemo pia katika zone ya Nyaka pamoja na Lodha. CRP ya Kitoma Lubanga ambaye yeye mwenyewe yuko naishi Uganda, lakini akiwa iko na coordonate
magaidi wake kuendeleza harakati za kupigana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko pia wakiendelea kupora na kuiba mali za raia mbele ya Colonel Bruno Mandevu, kamanda wa sekta ya operation huko Ituri, ndiko vijana hao waliweza kuweka hizo silaha chini na kujisalimisha na kuhitaji kuweza kupewa usaidizi wa kipekee ili waweze kulindwa na waweze kuwa katika mikono salama. Kutokana na uwepo wa usalama mdogo, raia wengi wamesababishwa kukimbia makazi yao na kujikimbia ndani ya kambi ya MONUSCO, wakati wengine wameweza kutafuta usalama kwenye kambi za FRDC ambako walifikiri kwamba kule kutakuwa kuko usalama zaidi baada ya vipigo ambavyo viko vinazidi kuendelea. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali za ukanda wa Afrika ya Kati CIRGL wameweza kukubaliana kwa pamoja kutengeneza nguvu ambayo itakuwa ni nguvu ya jeshi la kuweza kupambana moja kwa moja na kuwaondoa M23 endapo watashindwa kutii kanuni za wao kuondoka. Kumefanyika mbinu nyingi sana na watu wamejitolea kufanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba M23 wanatolewa, wanajiondoa wao wenyewe bila kumwaga damu, bila kumwagika kwa damu ni raia, ni ya wanajeshi. Lakini hali imeonekana kuwa tofauti kwa sababu hawataki kukubaliana na hilo tukio. Sasa kinachofuata ni majeshi ya muungano kuweza kuungana ili kuwaondoa kwa kutaka ama kutoka kwao. Kwa hiyo rais amekutana tena kwa mara nyingine baada ya vikao kaza wa kaza na rais wa Angola Joao Lourenço, na hivyo kuweza kupangilia hiyo mipangilio, na delegation kubwa pia inaandaliwa tena kuja Tanzania, kwenda Tanzania ili kwenda kukutanana na uongozi wa Tanzania, Zambia na Burundi ili kuweza haraka iwezekanavyo jeshi liweze kuwa tayari kwa ajili ya kuja kupambana na M23 ambao hawapendi kufuata kanuni za Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na zile za ukanda wa Afrika ya Kati. Hizi ni taarifa nyeti sana kutoka Baraka1 TV. So tutasikiza pia ujumbe kutoka kwa meya wa jiji la Uvira, Mheshimiwa Kifara Kapenda Kiki. Lakini kabla ya hivyo tuingie kwenye uchambuzi wetu wa habari pamoja na maelezo ambayo tutayazungumzia sasa hivi. Tuanze na hili swala, tuzungumze kidogo huku na huku. Vita yenye ilifanyika Kalambi huko maeneo ya Kivu ya Kusini, na vita hiyo ilisababisha na nini? M23 wako nataka kujitanua zaidi, wanataka kujitanua zaidi licha washaambiwa kwamba waache kupigana, lakini wamekuwa wakiprofite maukazio ya kusema kwamba CCLF wao wanataka. Lakini mambo shabadilika sasa hivi, wazalendo na wao pia hawako tena wanafuata CCLF ya FRDC. Unaona, zamani walikuwa wanasema kwamba si hatutaki CCLF, hatufuatane na CCLF, ndio hivyo, ila walikuwa hawataki. Mimi sasa hivi washajua system kwamba unapokuwa tuko CCLF, M23 wao wako wanajipanga na wako wanatakiwa position zetu. Kwa hiyo wakiona tu movement yote M23 na ni CCLF wanakianzisha, so ile inaenda kudestabilize plan za M23 ambazo walikuwa washapanga kwamba wa advance, lakini wanakuta plani zao zinakufa na hivyo wanashindwa kuweza ku advance. Hiyo ni kutokana na mipangilio mipya ambayo wazalendo wamekuja nayo, na ndio maana umekuta huko maeneo ya Kalambi mapigano yaliibuka na kuwa makali sana na kufanya M23 waweze kushindwa pa kukamatia na wakaangukia kwenye kipigo kimoja kizuri sana. Unaona, so hilo ni jambo la kuambia kwamba watoto wa nchi wanapokuwa na bidii na moyo wa kutaka kujitetea wao wenyewe, hawaangaliagi nani anawaambia twende hivi ama tufanye hivi. Hapana.
Sababu mtu unapokuwa umevamiwa, basi ni jukumu lako wewe mwenyewe kuangalia unajiteteaje. Sawa, utafanyaje ili kuweza kujitetea? Ndio hiki ambacho sasa hivi kinafanyika kwenye uwanja wa vita huko tarafani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa upande wa Ituri kuna kamanda Johnny Luboya Kashama Johnny ambaye ni kiongozi wa Ituri na ambaye pia ni commander in chief wa jeshi la FARDC Ituri, na ambaye alihapa kusema kwamba menase yote yenye itajitokeza Ituri ataifuatilia mpaka mwisho na make sure kwamba anaimaliza kabisa. So CRP yake Thomas Lubanga, vijana wake ambao walikuwa wako wanapigana maeneo mbalimbali, wamejikuta kwamba wanaishiwa nguvu, moto unakuwa ni mwingi sana. Gisi walikuwa wanategemea sutie kutoka kwa M23. Juu wale ni M23. Thomas Lubanga ni nani? Thomas Lubanga ni Muhema. Ushelewa? Ni Muhema. Na Wahema ndo hawa Wanyamulenge, ndo hawa Wanyabwisha, ndo hawa Wanyarwanda. Ushelewa? Gisi balitoka kule, benye balendaga Ituri bakajita Wahema. Wenyewe walendaga Nord Kivu, Masisi, Maruchuru kule wanajita Wanyabwisha. Ushelewa? Wenyewe walikujaga Uvira, Sud Kivu wanajita Wanyamulenge. Wenyewe walendaga Moba wakajita Wanyavyura. Unaona? Lakini ndio wale. Unaona jamii yao ile moya. Kwa hiyo kote kwenye huko unaona rebellion yenye iko nataka kuwa na kanguvu ni wao. Ndio hii CRP nayo ni yake Thomas Lubanga mwenye Muhema ambaye ni Munyarwanda. Sasa iko naishi Uganda. Ndio yuko Uganda. Yuko pale Uganda. Bapeti yake ndio biko natetea fujo huku. Tena venovo warsa gisi wanafanyaga. Mwa vita yao yote benye wanatiaga mstari mbele. Kome mapio ni Bakongole. Bakongole benye auto imagine ukiangalia sema hau umbo ni Kongole. Sawa? Juu ya nini? Pesa ilitembea. Bakongole ndio wanakaa mbele. Mebe biko napanga plan. Ni ebo. Bi wanajua objectif principal ya vita ni ebo. Sasa si Bakongole tunakuwa tuko ba esclave. Tuko mapion. Ndio hiyo yenye naambiaga ba biana bezangu. Uko nenda kujuga mu rebellion ya Mtusi. Eske unajua price ya Mtusi ni nini? Okay, hata kwa table bulu ma $100, buma $200, buma $300, buma $400, $1 million, $2 million. Ubu franga habuna valere yote kwako. Naona franga za soda kisi zinakuliwa. Franga za soda hata kama size za soda mpatie $2000. Size itafika kesho hana kitu. Sasa eske utakuwa unapata hiyo $2000 kila siku? Jibu ni uongo. Kwa hiyo wale ndio wanaikuwa mbele mapion. Sasa mko mnaona murebelio mu movement. Kuna bebiko na pigana, bebiko na beba na vikosi ni Bahutu. Lakini bebiko na komande na kupanga ile plan yote tutatembea hivi na hivi ni Batusi. Ndio shida kwenye inakuanga hiko pale. Haya, sana unakuja kuona mambo yanabadilika. Wenye wako na kamato wengi ni Watusi. Lakini wenye kupanga plan, quartier general, commandement general iko na nani? Na Mtusi. Ndio wao kina Thomas Lubanga. So vijana wake waliweza kukungutwa vibaya na moto wa FARDC. Moto ulikuwa ni mbaya mno na hivyo kuweza kulazimika kuweka silaha chini. Na hizo silaha chini zilikamatwa, zikakuwa presente. Unamwona kamanda Bruno Mandevu ndio alikuwaga pia tena komanda charge na operation vile ya Goma. Wakati Goma ijanguka ndo alikuwa pale huyu bwana. Bakambeba Kishasa kwenda kumauditionner, baada vile kuanguka bakagundua kwamba hakuweza kula pesa Bruno Mandevu. Nafikiri avant kutombea Goma mchana hivi aliweza fanya rassemblement ya ba FARDC akabatia moral, akamwambia Goma ne tombera jamais, vaut mieux mourir. Tutabakia hapa tukutika kaka awa soki bakoya ifo babo mabiso nyonso awa na Goma kaka tokokima te tokobunda ifo tobunda moral ezali ifo tobunda ya chef busiku pia bakasema unaona Bruno Mandevu hapo. Kwa hiyo alikuwa soupçonné naye kula mafranga za basoda, rasio za basoda hizo nini, lakini apre kumpeleka
ku Demiape Kishasa, bakamuoji bakafuatilia dossier yake, bakakuta haiko kitu, ndo bakamrudisha Ituri, ndo komanda charge na operation muzone ya Ituri. Lakini ni vizuri kwa sababu iko chini ya uangalizi wa Luboya Kasha Majoni, nafikiri hatafanya manyanga yote pale, ndo hali yenye iko naendelea huko. Tumsikize meya wa jiji Kifara Kapenda Kiki, na ndo tutakuwa tunamalizia matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Mingine tukutane majira ya saa 12 jioni. Kuanzia sasa hivi mambo yatakuwa yanakwenda murwa mpaka jinsi tutamaliza mwezi wa kwanza. Tumekisha kwamba tunarudi tena kuingia na jiji la Uvira. Mimi ni ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba, mzee wangu Soma. Bye bye. Watoto wa Kongo, mjambo, na kwa kipekee watoto wa Uvira, amjambo. Ni mimi kiongozi Kifara Kapenda Kiki, maire adjoint mwenye kuwa makimbizini kupitia hali imepitia hapo kwetu Uvira. Nafikiri amtasahau combien muda ya miezi 10 tumebakia sisi wenyewe pale tukiorganize resistance, na kwa ile slogan kubwa tuko nasema kama Uvira ne tombera jamais. Na hivi tunakuwa sasa ukimbizini. Apparemment Uvira est tombé, et Uvira n'est pas encore tombé, puisque tout simplement pale njo ilikuwa fief ya resistance, na njo pale kwenye hii vita tuko nayo itamalizikia pale, na njo pale kwenye tutaanza kuandika historia, hapana historia page mpya ya historia ya Kongo. Ile ni waamini wangu, na wote wenye waliweza kunishindikiza wanajua ile positionnement. Kama na tafuta kupana hii message ya leo, d'abord ni kupitia ke jour pour jour, mwezi mzima umepita depuis hawa wenzetu wenye wakujidai kama kuwa wakombozi walikala, na pako wenye walikuwa wanawasipoti na wenye walikuwa wanasipoti, na pako watu wengi walikuwa wanasikia mahabari, na hivi sasa wanaweza wakomprendre après un mois kama wenzetu hawako wa liberateur, na tuko tunayazungumuza kila wakati. Hii vita pako audio ya Kagame inasirikile fasi zote ya kuonesha kama hii vita ni vita ya kuweza kurekipere udongo yao. Et c'est sur ce mensonge amekamata wazungu, mekia maajabu na wakongomani wenye walikuwa savuli vipofu, wenye waliunga nayo na wako na zamiri, wanajua kama wamejiunga na shetani. Njo benye de plus natafuta kupatia hii message. S'il vous plaît, mwenye iko hapo Uvira na mwenye na ukipe Goma, Bukavu, haiko liberateur, ni Mnyarwanda kupitia hii regime ya Kagame. Donc na mwenye kujiunga na enemy wetu naye ni enemy. Ndio maana kwa kumalizia message ya leo, nitafuta kuambia wakaaji wote wajipe moyo. Tuko na rais mwenye anapigania nchi quelque soit upungufu mbalimbali ya wenye kuwa pembeni wenye hawamsaidie kwa kweli wa kuweza kufanya paraporo ya volonte na effort fulani iko nayo. Tunaendelea kuwa na mkan ya puisque leo ubien uko mkan ya republique yenye kuongozwa na Felix, ubien uko mkan ya enemy yenye kuongozwa na Kagame. Ni choix yenye kila mkongomani anapasha kufanya kujidetermine. Et c'est vrai,
na benye bako kule ndani balibakia, nasi benye tuko ukimbizini tunapasha kuwa na ile pensée unique ya kusema kama la patrie ou la mort. Alors natafuta kupana en particulier message kwa wa chef de quartier, wa chef d'avenue wenye waka unajiunga na hawa waasi kwa kuweza kuwaikalisha kwa mkwa anakuwa kwa libere ekuta anakuwa kuwanyang'anya udongo bila kuyua. Basi zote ziko pale na mwenyeko kipofu aone kama haiko liberation, ni colonisation. Muangalie wanani wenye kutawala pale, muangalie bako basha pie ule Uvira, vitu yote yuko natoka pale inaenda wapi? Ni Rwanda. Donc musikuwe munadanganyika tena. La guerre est maintenant ouverte ya kujua kama nani mwenye iko na Felix kupitia defense ya Congo na mwenye iko nyuma ya Kagame kupitia M23, puisque bale wenye wako pale vile haiko ba M23 gisi wenzetu walituambia, me najua gisi tuko najionea, me pale ni Rwanda njo kupitia Kagame njo iko natafuta tunyanganye udongo. Mkuwe macho na wale wa chef d'avenue, wa chef de quoi, msitumikie wale watu s'il vous plaît. Msipane raia mwenye hapendi kujadiliana wale kwa kinguvu, hapana. Ile kwanza kudanganya watu kwa salongo salongo ya forcé, hapana. Donc njo message nilikuwa nayo kwa leo. Donc mujue kama malgré le uongo, verite kona kuya na verite nje za triomphe. Verite ni ya Republique na tuko na rais mwenye kupenda Republique, tukue nyuma yake, tujiunge sisi wote, quel que soit ba erreur, tutayua gisi gani à l'interne tutaweza kufanya. Mais le message c'est que tunapashwa kuwa ndani ya umoja pour la République et contre l'ennemi. Et l'ennemi ni Kagame na wenye wote wako nyuma yake, na enemi mwingine ni ule mwenye iko ndani kwetu. Sababu gisi nasema kusema kama chef de quartier, wa chef d'avenue mwenye andaona kama hataweza hiyo mission, aache. Hakumforcer akuwe chef d'avenue ou chef de quartier wa M23, hapana. Donc aache, pengine bakamate bata soutenir, mais bajue kama devant l'histoire kila mtu atarepondre un jour nini aleta comme mchango.